Nimekuwa na ziara pamoja na Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ndugu Gerson Msigwa, lakini na maafisa wengine wa wizara, lakini na wakandarasi ambao nitawaeleza baadaye. Kwanza ilikuwa ni kukagua viwanja vya vitakavyotumika kwa ajili ya mazoezi ya mashindano ya CHAN ambayo yanaanza tarehe 2 Agosti hapa Tanzania, Kenya na Uganda. Nataka kuona maendeleo yaliyofikiwa na utayari wetu wa kuwa na mashindano hayo kwa tarehe iliyopangwa. Nilianza kwenda kwenye kiwanja cha taasisi au shule ya sheria au kwa Kiingereza law school, na kazi kule imekwenda vizuri kabisa. Chumba cha kubadilishia wachezaji kimekamilika, imebaki mambo machache ya taa na maji, lakini ujenzi wa wavu wa kuzuia mpira ball catcher umekamilika, taa zimekamilika kwa viwango vinavyotakiwa. Lakini changamoto kubwa tuliyokuwa nayo ilikuwa ni pitch au kiwanja cha kuchezea michezo. Na viwanja hivi sio viwanja vya nyasi bandia au vya nyasi chotara, ni vya nyasi yenyewe asilia ambayo inahitaji utaalamu wa hali ya juu, kujua aina ya udongo ulionao, aina ya maji yanayopatikana, lakini pia kama mnavyoona ni lazima kujua aina gani ya majani yanafaa kuwa pale. Majani haya yanawekewa dawa, yanawekewa mbolea, na kama mnavyoona moja ya matatizo makubwa ya uwanja wetu hapa ilikuwa ni maji kutuama, na jambo hilo ndio liliofanya siku ile baada ya mvua kubwa kunyesha, alafu ndani ya dakika 20 mechi kuchezwa, watu wakadhani uwanja una matatizo. Matatizo yalikuwepo kwa sababu mvua ilikuwa kubwa. Kwa hatua zimechukuliwa pia katika uwanja huu kuhakikisha hata mvua kubwa ikinyesha, ndani ya muda mfupi maji yatakuwa yameondoka. Kwa kazi hiyo ya kutusaidia katika pitch tumeipa kampuni ya kutoka Uturuki. Kampuni hii ya Uturuki tunao hapa Reform Sports, ambao wao wana uzoefu mkubwa sana wa kujenga viwanja na hasa pitch, na wamefanya kazi hii katika nchi 160 na hapa Afrika, Tanzania. Kwa hiyo tulipoona tuna changamoto hii, tuliona tuwatumie wataalamu, na kama mnavyoona toka wamepata kazi hii hawajamaliza mwezi mmoja toka waanze shughuli hii, tumeona maendeleo makubwa sana kule kwenye kiwanja cha law school. Lakini pale kwenye kiwanja cha Jimkana, kazi kubwa ambao tunapambana nayo pale ni maji ya chumvi yanayotoka baharini, lakini pia maji ya ule mtambo wa maji taka ambayo yamekuwa pia yanadhuru ile pitch. Tayari wameshachukua hatua ya kujenga ukuta wa kuzuia, na tuna hakika kabisa mpaka itakapofika baada wataanza kupanda nyasi mpya kule law school na Jimkana, na tuna hakika kabisa mpaka mwisho wa mwezi Mei viwanja vile pitch itakuwa imefikia kwenye viwango ambavyo vinatakiwa. Na wenzetu hawa wa Reform Sports tunawashukuru kwa sababu wameona udharura wa kazi hii. Kwa vitu vingi mnavyoviona wamelazimika kuvileta kwa ndege kutoka Uturuki ili vitusaidie. Vile viwanja viwili mpaka tarehe 18 Mei tumekubaliana kwamba shughuli zote zitakuwa zimekamilika. Zitabaki shughuli ndogo ndogo. Na hapa tuna mambo yote ambayo yanatakiwa kwa ajili ya kukamilisha uwanja huu kwa ajili ya mchezo wa Simba na ile timu ya Merkane tarehe 25 Mei yamekamilika, na yale yote ambayo CAF walikuwa wametuletea ili tuwe tumeyakamilisha yamekamilika. Kila kitu kimewekwa tayari. Kwa hiyo tunaamini kabisa sasa kwamba mechi hiyo itakuwa haina sababu ya kufanyika mahali pengine isipokuwa hapa. Na uwanja huu ndani ya wiki 2 utakuwa umekamilika, na kazi inayofanyika sasa ni kuendelea na utengenezaji wa pitch. Lakini pia ni washukuru wenzetu wa Suma JKT ambao wamekuwa wanafanya kazi nyingine kule law school na Jimkana kujenga ile ball catcher na vile vyumba vya kubadilishia. Na hapa tumekuwa na kampuni ya Beijing Construction and Engineering Group ambao wamekuwa wanafanya kazi nyingine. Kazi nyingine kubwa ambayo imekuwa inafanyika hapa ni kubadili viti. Mpaka sasa mnaweza kuona kazi ya kubadilisha viti inakwenda vizuri. Tumekwisha badilisha viti mpaka sasa 38. Kwa hiyo nadhani ndani ya muda mfupi eneo hili nalo litakuwa limejaa, itakuwa tayari viti 40. Viti 20,000 vimekwishaagizwa, viko njiani. Tunatarajia vifike tarehe 15 ya mwezi huu. Baada ya hapo kazi ya kufunga itaendelea upande huu uliosalia. Kwa kazi inaendelea, na nimewahimiza wote wa kandarasi 15 Juni viti vitakuwa vimefika vilivyosalia.
lakini mnaona vyote vilivyofika vimefungwa, na baada ya hapo kuna kitu tunakiita epox itawekwa katika yale maeneo mnayoona. Kwa baada ya muda sura hii pia ya kiwanja itabadilika. Today, Minister, your visit, I think you raised a very good solutions for ideas to make sure that we meet the deadline, and we are also trying to figure out more sources once we finish this visit today.